word of the Lord. Today is Mungu ni mwaminifu, God is faithful. aliyemtoa mwanawe Kristo wa pekee. The one who gave his only begotten Christ Anakupenda Jesus. sana ndugu mpendwa. He loves you so much, beloved. Ndio amekupa kana nafasi haka, That's why he has given you such an opportunity. amenipa na mimi kana nafasi He haka, has also given me a chance nilipate kunena na wewe that I may speak to you kwa neno la Mungu. in the word of God. Neno la Mungu, The word of God, nasema neno la Mungu maana lina uwezo, I say it because the word of God has power. linaponya, It warns, linabariki, it even blesses, linavunja milima, it breaks mountains, linaondoa shida za mwanadamu. it takes away problems of Kwa mankind. hivyo ndugu mpendwa, Therefore, beloved brethren, nikukaribishe sana kwa jina la Bwana I welcome you so much in the name of the Lord katika TV hii, on this TV station, ili uwe pamoja nami. that you may be together with me. Mungu anayekupenda The God who loves you, hataki uangamie He does not want you to be kabla destroyed hujasikia neno lake Mungu. before you listen to His word. Ningependa niweze kufungua ibada hii katika ombi. Let me pray through this moment, Popote ulipo, wherever you are, maana najua uko ndani ya nyumba yako, because you're inside your house. umebarikiwa, mna ma-TV Mungu amewapa, You're blessed with TV stations God has lakini given you. chukua nafasi uangalie neno la Mungu. Now take an opportunity to watch the Chukua word of God. nafasi usikilize neno la Mungu. Take a time and listen to the word of God. Pahali ulipo, inamisha kichwa chako, Mungu anaweza. Wherever you are, bow down your head because God is able. Baba, katika jina la mwanao mtakatifu Yesu, ninakushukuru Father, in the jioni name hii of ya your leo Son, I thank you this evening ambaye Bwana umetusaidia because you've helped us, Lord, ili kunena neno lako. to speak your word. Baba, ninakusihi kwa jina la mwanao, Lord, I beseech you in the name of your angalia Son. ndugu yule aliye katika TV yake, Look at the brother on his TV set, aliye katika simu yake, the one who is on his phone, aliye katika laptop yake. the one following on a laptop. Mungu, wewe ni mwaminifu. You are a faithful God. Ninakuomba Bwana ukafungue masikio yake, Pray that you open up their ears, ukayatie mafuta, anoint sikia neno lako. that they get to hear your word. Baba, ninakusihi Lord, I beseech you, fungua moyo wake, open his heart ukatie mafuta, and anoint it, akaweze kupokea neno lako. that they may God, the Uliyesema one who said, hautaangamiza dunia you'll not destroy the wala world hutampiga mwanadamu and you'll not torment mpaka mankind utakapomfikishia neno lako. until your word comes to Baba, them. ninakusihi Lord, I beseech you, hatimize neno lako, even fulfill na your si word, kwamba aangamie, not for him to be, bali aokolewe but to be saved. katika hili neno lako. Through, Baba, ninakushukuru Father, I thank maana you umesikia for you've heard. hayo, I've prayed all, nikiamini mfalme, and I believe wewe in ni the King. Mungu uliye karibu You are the God who is na near, unaweza, and you're na able, mkono wako ni mrefu, and your hand is long. kwa aliye mbali For the whoever is wewe far, waweza kumponya. you're able to heal Baba, them. asante Lord, thank maana you umesikia, because you've heard. kwa jina lako Yesu Kristo In Jesus' name, aliye Bwana na mkombozi the wetu, one who is Lord and our Savior. amina. Amen. Ningependa I would love, beloved kwa brethren, madakika machache ninene na wewe, in a remaining to speak to you. ninene na wewe maneno mawili matatu, To speak to you in 2-3 words ni ya kukutia moyo that will encourage you ulio naye. in the situation we are Ni in. wakati huu nichukue nafasi nikukaribishe It is this time that I take an opportunity uwe pamoja nami. to be together Ninakusihi sana, uko ndani ya nyumba yako, uko ndani ya nyumba yako, lakini usiasi sheria ya serikali, But don't rebel to the country's orders. maana hakuna rais Because there is no president anayetakia mtu wake mema, who wishes people not to have good things. yeye anawatakia mema. He wishes you good Ndio things. Museveni That's why our President Museveni, ametuambia kulingana na yale anayaona, he has told us, basing on what he sees, kila mtu akae nyumbani. everyone to stay Na inside mimi his nami home. nawaomba, And I also request mimi you, niko hapa kanisani, I'm here inside church, lakini wewe pale ulipo but you wherever na you are, kuomba ukae nyumbani. I beg you to stay Kaa home. kutulie nyumbani. Stay home. Nyumbani una kazi kubwa sana ambayo unaweza kufanya, At home you have a lot of work you can do. maana huu wakati huu Because this mimi time nasema ni wakati wa funzo. is a time for learning. Hili ni funzo. This is a lesson. Sasa hili Now funzo, this lesson, maana kuna mapigo, because there are a lot of challenges, watu wanapigwa, people are being beaten, watu wanaangamia, people are destroyed, watu wanalala njaa. people are sleeping Sasa hungry. nakuomba wewe ndugu So mpendwa, I beg you, beloved, Mungu akusaidie. may God help you. Chukua nafasi hii, If you have an opportunity, usisoma complain, Biblia read the Bible, pale ulipo. wherever, Biblia, read the Bible. kisha kusoma Biblia, After reading, omba, ungama. repent. Mungu ni mwaminifu, God is faithful. Mungu haachi watu wake. God does never leave Kwa his hivyo people. nawaomba sana ndugu zangu, Therefore I beseech you, fanyeni brethren, maneno haya, follow these words. utakuwa
ulikuwa una amani, you never had tafuta peace, kuwa na amani. seek to have Ulikuwa peace. una pendo, You never had tafuta love, kuwa na pendo. seek for love. Ulikuwa hujui kusoma You Biblia, never knew how to read the huu ni Bible. wakati usome Biblia. This is the time you read the Maana Bible. inawezekana hata pengine ukose kia kukula, At times maybe you don't have what to eat, lakini siku zile ulikuwa na chakula kila pale unacho. but those days you had every kind of food, Hukukuwa na nafasi anga ya kufunga hata. and you never had an opportunity to fast. Lakini hii ni nafasi nzuri. But this is a good time. Itumie Use it kwa maombi. through prayers. Na Mungu aliyeumba mbingu na nchi And God who created heaven and alimtuma earth, mwanawe hapa He duniani sent His own Son si on earth, kuangamiza dunia, not to destroy the world. alituma aokoe dunia. He sent Him to Kwa save hivyo the world. wewe nawe ni mmoja ambaye uokolewe. Therefore you are among those to be saved. Ndio neno ambalo nataka kunena sasa. Therefore the word I want to share with Kwa you now. nini Mungu Why does God not listen to Christians when they pray? nini Wakristo wanapoombewa hawaponi tena? Why do Christians, every time they pray for them, they don't get Hiyo ndio healed? swali nililo nalo kwa ajili yako unayenitazama. That is a question I have for you is watching. Maana mwanzo Because at the beginning, ulipona vizuri, you were healed well. ukaona baraka, You saw blessings, ukaona uzima, you saw life, ukaona you maendeleo. saw development. Lakini But saa hii now, mbona Mungu asikie hayo maombi tena? how come God does not listen to your prayers again? Tutaenda kusoma kitabu cha Mathayo We are going to read in the book of Matthew, 12 chapter 12, 43. verse 43. Nataka kusoma hapo. We want to read from Ndugu there. mpendwa unayenitazama, Beloved brethren watching, nakukaribisha. I welcome you. Mungu akusaidie. May God help you. Tusome hii Biblia, We read this Bible, kitabu cha Mathayo, the book of Matthew, maana uliombewa because they prayed for you ukapona, and you got healed. uliombewa They prayed for you, ukabarikiwa, you became blessed. uliombewa They prayed for you ukamwona Mungu. and you saw God. Saa hii hauoni Mungu tena, Now you don't see God bali anymore. unaona kufa. Yesu alikuja duniani Yes, Jesus came on earth kuangamiza watu, to destroy people. hakuja kufanya kazi He hiyo. never came to do Yeye such. alikuja kuokoa. He came to save. Tusome Biblia. Let's read the Tutaanza Bible. na lugha ya Kizungu. Let's begin with the English version. I'm reading the book of Matthew, chapter 12, from verse 43. When the unclean spirit is gone out of a man, he walks through the dry places, seeking where to rest, and finds none. Then he says, I will return into my house from where I came from. And when he comes and finds it empty, well swept and clean, then he goes and takes with him 7 of other spirits more wicked than himself. And then they enter in and dwell there. The last state of that man is worse than the first state he was in. Yes. Biblia inasema pepo mchafu amtokapo mtu upita mahali pasipo, kitafuta mahali pa kupumzika asipate, alafu usema nitarudi nyumbani kwangu. Sikiliza hapo vizuri. Shetani husema The devil says, nitarudi nyumbani kwangu. I will go back to my home. Yaani Mkristo anaitwa nyumbani kwa demon A saint is said at the ama house kwa of a devil, mashetani. or a temple of the Anasema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. that I will go back in my home where I came from. Hata akija kaona akija aione tupu imefungwa na kupamba, mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndugu zangu wapendwa, Beloved brethren, sisi ni kanisa la Mungu. we are the church of God. Wewe ni kanisa la Mungu, You are the church of ni God. hekalu la Bwana. You are the temple of the Lord. Angalia shetani. Now look at the devil. Ndio nimesema, That's why I'm saying, kwa nini hatuponi tena? why are we not getting Kwa healing? nini Mkristo haponi tena? Why is a Christian not Kwa receiving nini healing? habarikiwi tena? Why doesn't he receive blessings Pepo anymore? anapofukuzwa, When the devil is cast out, maana mtu anaposema because when the Bible mimi says, ni
ameamua kumfuata Yesu, when a person decides to follow manake Jesus, ameamua kubadilika, its meaning has decided to change, ameamua kubadilisha matendo yake, to change his way of life, ameamua kubadilisha mienendo yake. to change his way of living. Kama alikuwa mzinifu, ameamua yeye si mzinifu If he tena. was a fornicator, he stops Kama alikuwa fornicating. muongo, ameamua yeye si muongo tena. If he was a liar, he stops Kama amekuwa lying. mtu mwizi, si mwizi tena. If he was a thief, he stops Kama stealing. alikuwa ni mtu asiyeweza kukaa na mke mmoja, If he was a person who could not stay with one woman, anaamua upya. he decides to make a new Sasa yale decision. mapepo, maana pepo si mmoja ndani ya mtu, Because the spirit is not in ni one person. mapepo. Kila pepo ana kazi yake, Because every demon has its own kila function. mzimu unafanya kazi yake. Every demon in a person does a Maana certain mzimu work. wa zinaa hauwezi kufanya kazi ya uchuki, Because a demon of fornication cannot do the task of hatred. mzimu wa ulevi hauwezi kufanya kazi ya uongo, Now, a demon of drunkenness, na kazi now yake. every demon has its Sasa own hii work. mizimu yote ikisha kufukuzwa ndani yako, Now, when all these demons are cast out of, inaenda they indeed sasa. go. Pepo huyo huenda So when that atafute pa kukaa, they will look for where to stay, akiona. and they see nowhere. Sasa kuna kitu ambacho Mkristo kubadilisha. There is something a Christian cannot change. Ulikuwa You were wewe ni muongo, a liar before. sasa shetani akisha kurudi So when the devil comes back akute uongo hauko ndani, and he finds there are no more lies in there, umebadilisha, umetia ukweli, you've changed and replaced yani it with ukweli truth. umekaa hapo. The truth is seated there. Ulikuwa na chuki, You had hatred. akute chuki hakuna, To find there is no hatred, umebadilisha, umeweka upendo. and you put there love. Ulikuwa mzinifu, You were a fornicator. ulikuwa mzinifu, You are a very good fornicator. akute To find wewe umebadilika, when you've changed, si mzinifu tena, you're no longer a fornicator, umebadilika, hata huo mwili ulikufa kabisa. and your entire body lust died Sasa indeed. Mungu akija, shetani akija, When the devil comes, akiangalia anakuta hakuna. he will find Ulikuwa nothing. unavaa mavazi machafu We used to put on dirty ambayo haya garments, mavazi mtu akikuangalia and when someone could look at you, damu inakimbia. the blood runs quickly. Hapo duniani On earth here, mwanamke ulikuwa ukivaa matiti unaacha wazi, a lady, you could dress and the breasts are outside. nguo ukivaa unaacha juu juu. When you put on dress, you leave on Sasa mini skirts. shetani yeye alienda, So the devil went. alitii mhubiri alipokuombea, alitii jina la Yesu na kaenda. When a pastor prayed for you, the devil feared the name of Alienda Jesus kabisa. and went indeed. Sasa shetani huyo anajiuliza, niende nikae wapi? So the devil asked, where should I go and Sasa stay? anasema, sasa kwa sababu sina pa kukaa See, pahali nilipotoka, let me go back where I came from. sasa anarudi kwako, So he comes back to you. anakuta zile nguo ulizokuwa ukivaa ziko pale pale, He finds you in the same dressing code you were having before, na umeokoka, and yet you're saved. ulikuwa umeokoka. You are saved Sasa indeed. anakuta yale mavazi yako pale He pale, finds the same dressing code you still have. wale ndani ya street nao wanavaa hivyo hivyo. Those on the streets are dressing like you. Sasa ndio maana unaweza ukaomba Mungu, That's why you can pray to God, maana ndugu zangu, ili kumweza shetani beloved, for you to overcome the devil, ni lazima ubadilike, change ni your way. lazima ubadilike misemo You yako, must change your ni attitude. lazima ubadilike tabia yako, You must change your ni behavior. lazima ubadilike maombi yako. You must change your prayer Maana life. ulikuwa ukiomba moja, Because you used to pray for 1 minute, ndio naomba, that's your prayer hata life. kabla Mungu hajasema, Even before God wewe answers, ulitoka hapo for kitambo. you have already left Sasa off. ni mambo ya kushangaza. So what amazes me, Mungu anakupenda kweli, God loves you indeed. Mungu anakutafuta kweli, God is looking out for maana you wewe ni indeed, mwanawe, because you're his uliumbwa child. kwa mfano You are wake, created in his wewe ni image. mwana uliyegharamikiwa, You are a child they paid the wewe ni price for. mama You are uliyegharamikiwa, a mother who has paid wewe for ni the baba price. You are a uliyogharamikiwa. father they paid the Haya price. yote Mungu alifanya, All these things God did to you. anakupenda. He loves you. Lakini sasa But now, ili akupate pahali unatakikana, for him to find you where you're meant to be, kuto umetoka hapo, he find when you're already gone. umeenda kitambo. You've already left. Sasa Mungu afanye nini? Now what should God do? Wakati The time, pengine unaomba, maybe you're praying, Mungu nataka God, I want unisaidie, you help me, unisamehe, you forgive me. nilikuwa nina vita na ndugu I fulani, had a battle with a Mungu brother, nisamehe. but I pray you forgive me. Wakati hujaomba, Before you pray, Mungu hajakusikia, God has not even heard you. ulikuwa umetoka hapo You've kitambo, already left. umeanza kubadilisha. You start changing. Mungu nisaidie, God help fulani me. huyu anayenitukia The one who hates akufe, aondoke duniani. Let him die and leave the earth. Umebadilika, You've already yaani changed. uchungu ndani ya moyo wako haujaondoka. The bitterness inside your heart has not Mungu gone. hajasikia God has not heard yale maungamo yako, your kind of Mungu repentance. hajasikia God has not heard yale madharau yako. your despising. Ndugu wapendwa, Beloved brethren, shetani huwa hafi,
devil is never tried. Shetani na matendo yake hafi. The devil and his acts, he will never die. Wewe ndiye ubadilike. It is up to you to Ugeuze change step. and change your steps Uende kwa step nyingine. and go to another level. Kule vitani, In the battlefield, pengine nyinyi hamjajua hayo. maybe for you don't have that experience of warfare, Lakini katika vita, but in the battle, unapoenda vitani when you go to war, you see where your na enemy wewe is ndiyo huyu, and you're here. ili asikupate. For your enemy not to find you, Ukifyetua risasi hapa, when you shoot a bullet here, akitaka kurudisha hapo, when he wants to retaliate, umebadilisha position. you change the position immediately Unakaa upande mwingine. and you go to another side. Akitaka kuleta hapa, When he brings a gunshot this wewe way, uko upande you're mwingine. already in another location. Ikiwa naye amebadilisha position, And as he changes a position, naye amebadilisha, he also na unabadilisha nyingine. you also change another position. Kuna hata style nyingine There's also other styles. anaweza ili afikirie uko pale pale. For him to think you're still there, Unaweza ukachukua kofia yako you can get your cap ukaiweka hapo, and lay it on a lakini tree. kumbe umeweka tu kofia. You just put a cap, you're not Maana there. hii ndio nilikuwa nikitumia wakati na yeye ananijua. Because this is what I used to use when Sasa he mimi knew me. natoka naenda pale pengine, lakini nimeacha kofia. So I go to another location, I leave my cap Sasa there. wakati atakapomaliza nguvu zake na kofia, So when he wastes his energy on that cap, mimi upande mwingine nimemwahi. me on the other side, Tatiza shetani. maybe for you to overcome the devil. Lakini kama unakaa hali ile ile, But if you stay in the same situation, misemo ile ile, the same kind of talking, vita ile ile, the same kind of Mungu warfare, atafanya kazi. God will not do what? Mungu atafanya kazi, God will work, maana mienendo ya shetani because the ways of the uliokuwa devil, nayo the ones you have, umeamua you've kubadilika. decided to Ndio maana change. Biblia inasema That's why the Bible says, pepo amtokapo mtu when a demon leaves someone, haendi jehanamu, it goes to the dry anaenda places. kuzunguka katika kavu. It goes roaming in the dry places, Sasa anazunguka haoni pa kukaa, going round, not seeing where to stay. alafu anasema nitarudi anakuita wewe nyumbani. He calls you his home. Atakuja. So he comes back Sasa to you. akisha kurudi, When he comes back akute wewe Mary, and find you Mary akute wewe John, and find you John, tabia yako ilibadilika. when your behavior has changed, Akute wewe unapenda watu, to find you when you love people, akute wewe uliacha zinaa. let him find you when you have Yani kila fornication. nafasi anayoijua anakuta hakuna. And every position, Kuna siku utaomba Mungu akatae. beloved, there's no day you pray and God will not hear. Hakuna siku utaomba Mungu. There's no day you pray to God. Wewe unapenda watu, The one who loves people, wewe unaheshimu watu, you honor people, wewe unampenda Mungu, you love the Lord, wewe unamtumikia Mungu. you serve our God. Shetani aje, And the devil took zamani out. ulikuwa utumikii Mungu, Before you never served ndio God, ukawa maskini. then you became poor. Akija shetani, When the devil comes anakuta ulitoka hapo, and he finds you when you left Wewe that position, unatumika. now you're serving God. anakuta He unatumika, finds you serving. anakuta He finds zamani ulikuwa mtu wa kunugunika, before you are someone who used to saa hii complain, anakuta mtu wa furaha. but now he finds you as a joyful person. Alikuta wewe ni mtu wa kutukana mumeo, He used to find you as a person who quarrels the husband. hivyo ndivyo alivyokuacha. That's how he left you. Akirudi Now tena, when he comes back, anakuta wewe ni mtu uliyenyenyekea, he finds you a very humble unatii person. mumeo, You obey your husband. unapenda mumeo, You love your yani husband. huna neno na And yeye. you don't have any issue with Shetani him. hatakaa The hapo. devil will not sit there. Shetani anakaa na watu The devil sits with people atakao wapata kwenye position ile. in that very position he had left you in. Anakaa na watu He stays with people atakao wakuta wana ulevi ule ule, when he finds them with the same drunkenness he left them with. lakini leo analewa But today kwa kujificha kidogo. he gets drunk while Leo hapigi mke makofi, today he does not slap the lakini woman, anampiga maneno. but he beats him with words. Alikuwa zamani zile, zamani Before long time ago, alikuwa anaheshimu, he used to honor parents, akitoka na dirishani and when he goes he quarrels, anatoka, lakini anasema nimewaheshimu. but he says he Leo hii honors them. anakaa humo ndani ya nyumba, Today he sits inside the lakini house, anasema huyu ni baba gani, but he says what kind of a anasema father, huyu ni mama gani. what kind of a mother. Badilika kabisa. Change totally. Shetani akukute umekaa kwa heshima kwa baba kamili, Let the devil find you when you're seated in honor totally. na shetani akienda ataenda, And when he goes, he'll go for maana you. haiwezekani. Because it is impossible Wewe uliacha dhambi, for you, you left fornication. wewe
ulitokwa na mashetani, your demons left alafu out, mashetani ya kurudia, and then demons come back into you. yanafanya kazi gani? What kind of work are they doing? Neno ni kwamba The issue is yanakuta ile nyumba they found a house, imefagiliwa kweli, it was cleaned indeed, lakini huyu mtu hana amani. but this person has no peace. Sasa mule ndani mmefagiliwa, So inside the house is lakini clean. amani natakana mpatikane. Mmefagiliwa, If it was, should be inside amani there. na dumu, The peaceful Mungu atakaa hapa. and Huwa hana God nafasi, knows huwa the hana devil has no nafasi. space. Usipoteze maisha yako, usipoteze nafasi Don't lose a chance kwa on issues that cannot help you. usipoteze nafasi Don't waste your kwa time mambo ambayo yatamuita shetani. on things that will invite the devil. Usipoteze nafasi Don't lose an kwa opportunity mambo yako, on issues that will invite the devil in your home. kwenye nyumba yako. Believe God to settle in your home. Bali Mungu akae katika maisha yako. Accept God to dwell in your Maana life. swali langu ni hili, Because my question is this. kama shamba Just like a garden, mimi nalima I'm a farmer. kila siku, Every day nalima I go na digging, shamba hilo, and this garden, shamba hilo this same garden ninalolilima that I ni cultivate, shamba ambalo halileti mazao. is a garden that does not bring fruits. Nimelima mwaka wa kwanza, I dig the first year, mwaka wa the pili, second year, mwaka wa tatu, the third year, mpaka miaka 20. until 20 years of digging. Nimekaa ndani ya chuki miaka ya 20, I stay inside hatred for 20 sina amani years na watu without peace with na people, hakuna kitu nimepata. and there's nothing I've got. Kwa nini usibadilike? Why don't you change? Nimekaa ndani ya mavazi machafu I've stayed in dirty things for long, miaka yote, for na all the huku years, naomba Mungu, and yet I'm praying to Mungu God. hasikii. God does not Kwa listen. nini nisibadilike? Why don't I change? Nichekwe na watu, I laugh with people nichekwe na watu. such that I laugh with Ndugu people. zangu, wacha niwaambie, Beloved, let me tell you, wewe unayeniangalia, the one who's watching me, hakuna haja ya kusema umeokoka there's no need to say you're born again na matendo yako ni mabaya. and your acts are bad. Hakuna haja ya kusema You need to tell us, you need to tell us you're born again. na unazini Yet you're ukirudi kanisani. fornicating out Hakuna there, haja out hakuna haja there. ya kuokoka There's no issue of saying you na know umevaa mavazi ambayo hayako ndani ya and kanisa, you're putting on garments wala that are hayapendezi for Kristo. church. Oh, they don't please Hakuna Christ. haja ya kusema nimeokoka, There's no need to say, toa mimba na kuzika. Mungu, hakuna haja. beloved, there's no need. Badilika msimamo. Turn totally and declare the good news of Christ. Kama ni Yesu ni Bwana, useme Yesu ni Bwana. If Jesus is Lord, say Jesus is Lord. Kama Yesu ni Bwana, useme Yesu ni Bwana. If Jesus is Lord, say Jesus Kama is Lord. shetani ni Bwana, useme shetani ni If Bwana. the devil is your Lord, say the Maana devil is Yesu my Lord. yuko, Jesus is there. anafanya kazi. He is working. Yesu yuko, Jesus is there. anaweza. He is able. Yesu yuko, Jesus is here. anasikia. He hears. Kwa nini asikusikie? Why doesn't he hear you? Pepo aliyekutoka That went out. alirudi. Did it come back? Mizimu iliyokutoka That fornication, imerudi. did it come back? Mizimu iliyoenda The fornication that went, imerudi. did they come back? Maana inarudi kwa sababu Why do they come? For which reason? Shetani hurudi kwa kuangalia. The devil comes back to look. Haji aangalie aingie. He comes not to see and enter. Hapana, No, Shetani the devil. anakuja kuangalia tu. He comes to just to check on you. Huyu mtu alikuwa malaya, This person was a prostitute. aliacha. Did she leave? Huyu mtu This person was a drunkard. ameacha. Did he leave? Huyu mtu alikuwa mzinifu, This was a aliacha fornicator. kabisa. Did he stop Huyu mtu totally? alikuwa anapenda, This one loved sorcerers. aliacha kabisa. Did he stop Huyu totally? mtu alikuwa hana amani na watu, This one never had peace with aliacha people. kabisa. Did he stop Huyu mtu totally? alikuwa heshimu wazazi, This one never respected aliacha parents. kabisa. Did he leave Shetani totally? anakuja kuangalia. Comes to check on you. Kama uliacha, shetani haingii. If you left, he will go. Kama shetani If the devil, ukiona amerudisha dalili zako kwa maisha yako, when he takes Zake your yeye. life back to the condition you are in, kama kankudile mu Luganda maybe oja kuntegera, webanga shetani if the devil aja kujja will come ayingire to enter woli, into your home, ekitegeeza nti waliwo obubonero. it's meaning Naye webanga tewali wadde that akabonero if n'aka, the sign, setaani tayingira. the devil cannot enter. Lwaki Because setaani ye the devil himself, atambula anoonya, he comes seeking, naye si kigendererwa kye nti ajja but ayingire. it's not his purpose to enter. Bw'anaasangawo ekimusikiriza ajja kuyingira. When he finds that, he will Lwaki come. setaani taddanga mu ggulu? Why doesn't the devil go back to heaven? Lwaki emizimu tegiyitanga mu Why ggulu? don't? Ggulu nga bamaze okugoba emuzimu, Because after casting out the devil, na bayibuli etugamba nti n'entebe gye yali ng'atuulako, the Bible is the one he used to sit entebe on. yennyini setaani gye yali ng'atuulamu, The
devil used to sit on, byonna babisinda all of them were cast down. bamugoba nabyo. He was cast with Kati his eri sins. mu ggulu So now in heaven, talinaayo ekirala ekisobola he okumutwala. doesn't have anything to attract him there. Obanga weebisse eddiba, Bring a hide on you. ensooyera zikugoberera. Flies are following you. Ensooyera obutakugoberera, So for the flies not to follow jjakku you, eddiba olisuula eryonna. remove that hide skin. Genda and wait. wekka. Go alone. Lino eddiba This hide lijja skin, kusigala wano it will stay here n'ensooyera with its zaako, flies on naye it. nga ggwe ogenze wekka. But you'll go alone. Nga walokoka emyaka Though egisatu, you got saved for many years, emyaka emeka, naye nga okyuse n'otandika okukola ebikola ebitasaana Katonda, but if you do acts that are not pleasing to ojja kulaba God, Setaani you ng'akugoberera. see that devil following him. Abooluganda temusobola kuŋŋamba nti Beloved, Katonda takyawulira. that God is no longer Katonda here. awulira. God somewhere in salvation. Mwalokoka muli baavu, You got saved when you get saved when you're mwalokoka sick. mulina ennaku, You got saved that time. mwali bawombeefu You nnyo. are so humble. Ogamba nti weebake wansi ojja kwebaka, Even when a pastor could tell you lie down, buuka ojja if he kubuuka. tells you to jump, you will jump. Ne bwakugamba nti kaaba ojja When kukaaba. he tells you to cry, you will cry. N'ogamba nti saba mirundi When emeka he ojja tells you kusaba. to pray how many times, you Naye will. bw'atuuka awantu But you reached somewhere nga bulungi after getting saved, well, n'onnalirira, then you go. kati n'obeera ng'ekigambo kya Katonda okimanyiridde, Now you got used to the word. n'obeera of nga God. nagwe okuwonyezewa okunaliridde. Even familiarity came to Kati healing. awo Now there, omala okunalirira, after being ojja familiar with the word, kwaniriza mizimu. you welcome the demons. Bw'oyaniriza You welcome the demons. gisanga mu njiri y'omulimu okusaaga. They find Gisanga nga abooluganda bali nga tosaaga nayo ng'osaaga naye. you find the one you are not joking with, you're Kati joking with. ng'obwenzi bwe butandiikira. Then fornication sets in. By'olaba ebweru What you see nga outside, obitandiika. you start it. Bring it inside. Anti ng'ogamba nti nali ndaba gundi naye akola You bw'ati. say, I used to see. Ka nkikole. Now let me. Whatever you do, Bisikiriza omuzimu they attract the demons to come to ojja you. kusanga ng'obulamu bwo nga bukendedde. Then you find your life deteriorating. Y'ensonga Katonda takuwulira. That's the reason why God Naye does not Katonda listen to asobola us. kuwulira God can hear you nga gwe otudde ekyasooka. if you sit in the first kind of salvation. Enjigiriza eyasooka yali etya? How was the first teaching to you? Yaani mafundisho ya kwanza yalikuwa eje? How was the first doctrine to you? Yalikuwa baba na mama na ukashika. It was honor your father and mother. And Mimi now me, kilichokuwa kinanitesa, what was torturing me? kilikuwa kinanitesa, It was the chest. kilikuwa ni chuki It was hatred kwa baba yangu. unto my father. Lakini nilipoombewa But when hivi, and I was told like this, usiwahi kuchukia mtu. never try to hate anyone again. Tangu ni They pray mpaka for me. leo Even up to today, nashindwa kukuchukia, I fail to hate people. najikuta na kupenda. I find myself Mbona loving you. nikuchukie? Why I hate Na you? kama ni chuki ndiye linitia, If it is hatred that brought problems to sasa me, ni heri nikatae chuki. it is better I leave Na hatred. to nikakataa mpaka leo. God. So I hated it up to today. Miaka zaidi ya 26 For over 26 years now, nasikia mwili wangu una uzima, my life is kwa good sababu health. neno kuchukia mtu, acha baba yangu yeye alikufa akaenda, Leaving my father who died and went away. lakini But nitazama sasa hivi, even you watching me now, mimi ndani ya moyo wangu nakupenda inside my heart I love you. wewe, undugu yangu You are my wewe, brother. udada yangu You are my wewe, sister. umwanangu, You are my child. nakupenda hivyo hivyo. Just like Wewe that. unichukie, Whether you hate me unikatae, or napenda. it says love. Sasa shetani anapojaribu ya kifua changu, So when the devil brought chest pain, pendo liko ndani, he finds love inside. anakuta amani iko He, ndani, finds, anakuta hakuna vita, he finds there's no battle. inapenda watu. I love you. Sasa shika safari So anaenda, now that devil gets a journey and goes. lakini akute hiyo nyumba imefagiliwa But if he finds that house is na swept iko clean hapo hapo, and it's just empty, ndugu yangu shetani anarudi the devil comes na back anakaa. and he Sasa sits. Biblia inasema, Now the Bible says, alafu akisha kurudi angalie, when he sees, anarudi kule alikotoka, he comes back where he came from. anaenda akaambia ndugu wengine 7, He brings the 7 tena demons wale of his kind, wabaya zaidi, those who are evil than him. anasema njoo twende. He tells, Wanakuja, they come. wanakaa humo, They stay na inside ile you, yule mtu inakuwa mbaya kabisa. and the condition. Kwa maana sasa hii, ndugu zangu wapendwa, That's why, beloved brethren, unaweza ukaombea mtu, you can pray for someone. unaweza ukaombea mtu. You can pray for a Siku person. zile ulikuwa naomba, Those days you could hata pray. pengine amesimama He's standing far na wewe away, umesimama huko, and you're standing na from a uomba distance. apone.
leo hii today, hata ukaweka mikono 10 even if you put 10 hands on tena him, mtu anabaki hivyo hivyo. he remains the same. Haya sasa Now once he leaves zamani ilikuwa nasema neno amepona, there, and he gets healed. lakini saa hii But now, mpaka hata uende madaktari to a doctor, wametia maji, they madawa, put every magonjwa medication. yamekatalia pale The pale. sickness stays just Kwa there. nini haya magonjwa yamekaa? Why do these diseases Na stay? zamani yalikuwa yanaenda, And before you could be prayed Devil- for, the devil went akarudi and he came back. akakuta He wewe found you umekaribisha vita, when you've welcomed akakuta battles. He wewe found you. umekaribisha chuki, You've welcomed hatred. akakuta He wewe found you umekaribisha manunguniko, when you welcome complaining. akakuta wewe He found you. umekaribisha tamaa, You've welcomed love. He wewe finds you umekaribisha vita na watu. when you welcome victory. Sasa kukaribisha, So after welcoming shetani that, ameshika the devil sits inside you. akakuta huyo mkeo na manungunika maneno madogo madogo. He finds you complaining your wife minor issues. Hata zamani zile And before by ilikuwa then, yanakuwa moyoni. you chest in your Leo hii today. huyo mke hata Person is unakaa hard. naye hapo tu, maana ufanye nini? You stay with that person just to fulfill. Unajifariji tu sasa, kufa ndio You kutatutenga. just console yourself that death is Sasa bound to badala ya separate dada us. akufe ndiye anazidi kunona, Instead of her dying, she just continues to grow sasa healthy wewe and unazidi fat. kufa. And for you continue Kila dying. siku unaumia, Every day you're kila hurting. siku unateseka. Every day you're suffering. Rudi kwa msingi wa kwanza. Go back to the first foundation. Pepo alirudi The demon came back na ndugu zake, with his brothers. 7 of ndio them. wanakutesa wewe, Now they are tormenting ndio you. wanakusumbua They wewe. are disturbing you. Rudi, Come back. rudi. Return. Ulikujeje hapo mwanzo? How did you come in the Rudi, beginning? Come back. ulikuja na heshima gani? What honor did you Rudi, come? Return. ulikuja na upendo gani? What kind of love did you come with? Rudi, Return. siku ya kuolewa The day of your wedding. uliolewa namna gani? How were you married? Uliolewa You were married in hata peace. ukipenda huyo ndugu, And you love the brother. ukimpenda, You loved kila him. akisema unafanya, Whatever you wakati did mwingine it. utake aseme, And you didn't even wewe others mwenyewe to- na maneno ya kutengeleza. You yourself, you had. He loved you so much. Leo hii halali hapo nyumbani, Today it doesn't. ndugu ni mlevi, Today your husband is a leo ndugu drunkard. ni mzinifu, He's a leo fornicator. ndugu ni muongo. Your husband is a liar. Mia Today it doesn't give you even 100 hakupi shillings. kabisa. It- Nini What happened? ulikaribisha nini? What did you welcome? Yule aliyekuombea, The one who prayed for you, aliyekuombea the one who prayed for you, uliacha kumheshimu, you stopped respecting ukaacha him, kwenda kanisani, going to church again. ukaacha kutoa, You stopped giving to maana the Lord unaona viko. because you see money Leo is there. hii mashetani wamerudi maradufu. Today demons have come back 1,000 times. Ningekusii kwa jina la Bwana, I beg you in the name of Mungu God. husikia mtu, God to hear a person. Mungu anaponya, God heals people. Mungu anabariki, God blesses people. anainua, God lifts people up. yuko tayari. He is ready. Change. Badilika, Badilika. Turn totally. geuka, Return. kuanzia juu ya mwili wako. Starting from up of your body. Mavazi ulio nayo ni ya namna gani? What kind of dress code do you put it aside? Misemo ulio nayo ya namna gani? The kind of talking you have Gani? is what Weka nature. kando. Put it aside. Unajipenda wewe You mwenyewe, love yourself yani alone. unajipenda wewe. You love yourself alone. Ukila wewe una amani, When you eat, you have peace. mwingine When another unataka heri eats, ya kufe. it's better for them Yani to wewe who is only good. badilika. Turn. Yesu anasema penda, Jesus says love. Yesu anasema penda, Jesus says love. anakuita, He's calling you. anasema penda. He says love. Kisha kupenda, After love, Yesu mwana wa Mungu God, Jesus, Son of God, ataingia mule ndani, He will enter you. atatawala ile He nyumba, will reign. imepambwa. He finds your garnish. Yesu wa amani yuko, Jesus of peace is inside you. Yesu wa kupenda yuko The mule ndani, Jesus of love is inside you. Yesu wa utiifu yuko mule ndani, The Jesus of is Yesu wa inside you. msamaha yuko mule The ndani. Jesus of forgiveness. Haiwezekani dada mpendwa, It's impossible, beloved sister, uniambie kwamba for you to tell me Yesu atatia uzima pale that Jesus will put life na in wewe you. humu ndani umejaa watu, Then inside you, you feel umejaa maneno ya watu, you're filled with words of umejaa people. vita, Battles. umejaa You're chuki. filled with hatred. Yani ukiangalia mtu hivyo unataka kupasuka. When you look at a person, you want even sicknesses will Hata never usiseme go. kwamba umerogwa, Don't say that. mwanzo wako Your beginning, ndio umeacha ule mwanzo ule. your foundation Hakuna beginning. mtu ambaye
doesn't love you. Kila mtu anakupenda wewe. Everyone loves you. Lakini mwanzo But when you are beginning, umeuacha. you left Na the kwa sababu beginning. umeacha mwanzo wa maisha yako, Because you've left the beginning of your life, angalia sahi. Shetani akakuja, the devil comes, akakuambia hivi. he tells you, Unaona huyu baba yako? you see your father, Hakupendi. he doesn't love Unaona you. huyu mama You yako? see your mother, Hakupendi. she doesn't love Unaona you. huyu jirani You yako? see your neighbor, Hakupendi. she doesn't love Unaona you. huyu dada You yako? see your sister, Hakupendi. she doesn't love Unaona you. huyu ndugu You yako? see your brother, Hakupendi. he doesn't. Sasa Now, akakupa akili. he will give you advice. Sasa endo katafute mganga, Go look for a sorcerer, akupe dawa. he will give you charms. Ndio unaweza kukuta watu And yet, that's why you find people, uliokoka kwanza. you got saved indeed. Lakini saa hii But now, maana shetani alirudi. when Umeshona hirizi katika nguo zako. you have charismas all over your charismas and charms are all over, Umechanjwa katika mwili. full of cuttings on Yaani your body. imani yako Your faith imerudi pale kwamba wewe umerogwa. has gone back there that you're. Yesu alienda wapi? Where did Jesus go? Yesu ana Jesus said, hata shetani, even the devil, hata uchawi even upate witchcraft, nafasi katika maisha yako. to find a place in you. Yesu anafanya kazi gani? What kind of work Jesus does there? Swali langu kwako wewe. My this Yesu Jesus na shetani and the devil, who is supreme. Because Satan has Yesu cast on mbinguni. earth. Jesus is mimi in naona heaven. kilicho So what is up ni kikubwa zaidi. is greater in how come Moyo wako your heart, kuna unatawala na kilicho chini. you're reigned by something that is Kwa down. nini? Why? Oyagala kuŋŋamba nti emisimu You want to tell me that demons, girina amaanyi they're stronger okusinga Yesu? than Jesus? Sikkiriza. I don't believe in that. Setaani oba emisimu The devil or demons tegigendangako ku musalaba. were gone to the cross for you. Emizimu Demons, tegigendangako mu ntaana ne they gidda. have never gone to hell and came Yesu back. yabeera ku musalaba, Jesus was on the n'ava ku cross, musalaba, left the cross, n'ayingira nti entered the grave, entaana n'agiwangula. and overcame death. Gwe muganda wange You antunulira, beloved, nti setaani alina obusobozi. do you believe that the devil is more Kyova powerful? ogamba nti omuntu akuloga. That's why you say someone is Kyova ogamba nti bewitching you. abantu That's why bakuloga. you say people are bewitching Kyova me. ogamba nti abantu That's bakusindikira why you say emizimu. they are casting demons to you. Sikkiriza. I don't believe in that. Sikkiriza. I don't believe Teri that. omuntu akusindikira emizimu. Someone to cast demons to you. Naye But oluvannyuma lw'okuyingiramu omutima ogw'obukyayi, after the heart of entering, emizimu emibi evil demons, gyaja ne giyingira. they came and entered. Bwamala okuyingira Entering, ne gituula. they Kati started. emirimu ku bulamu bwo. So now it is those demons doing work in you. Gireeta endwadde zino, They bring these sicknesses ate gireeta endwadde zaayo and they bring the diseases of them waakatandika okufuna sente. in a time when you've just started. Nabo nga tekunaba kuyingira, Before your salary sets in, emizimu tegijja. demons don't come. Zikuuma nga musaala gwo guzze. They wait in a time when salary payment is Gijja bwe about. giti, omuzimu When salary comes, guleeta ebizibu. the demon brings Akaana ne problems. katandika A okulwala. child falls sick. Okatwala mu When you ddwaliro take for medication n'okakomyawo, and bring back the maama naye child, the bw'atandika. mother also falls sick. Maama wamala okulwala, After the mother falling sick, muzeeyi yatandise the father also falls sick. paka nga ziweddewo. And until the entire man, Setaani akulimba nti baakuloga. the devil lies to you that Towaayo. he has robbed you of the tithe you Kimu no ekyekumi longer nakyo give. akubye towaayo. Even the tithe you no longer Kati give. instead owuliriza obulamu bwo, But instead you care for your life. unasikiliza maisha yako, You listen and care for your life. unasikiliza Looking at how you will be. utabarikiwaje. You're wondering how you'll be. Na kuomba hivi, I beseech you, rudisha pendo bring back the love ulilokuwa nalo kwanza, that you had, Mungu atakuponya. and then God will Na heal you. mizimu yote And all the demons, itaenda kwa jina la Yesu. Utakuwa mtu aliye na uzima, you'll be a person with utakuwa mtu life, aliye with na peace. Yesu mwana wa Mungu He will save yuko you. tayari kukuponya He wewe, is ready to save you. yuko tayari kukubariki He is wewe, ready to bless you. yuko tayari kukuinua He is wewe, ready to lift you. tayari He is kukutajirisha ready wewe, to make you rich. yuko tayari kukupa He is uzima, ready. yuko tayari. Jesus is ready. Usisikilize hayo mashetani Don't listen to nganya muda they mrefu. have done lie to you for Hakuna long. ndugu yako aliyekuroga, There is no relative bewitching hakuna baba you. aliyekuroga, There is no father bewitching hakuna you. mama There is no aliyekuroga. mother bewitching Huwezi you. kuzaliwa alafu urogwe. You cannot be born and then they start
Ninamalizia hapo. I wind up from there. Nakusihi kwa jina la Bwana. I beg you in the name of the Yesu Lord. ni mwaminifu. Jesus is faithful. Alikuja kwa ajili yako mwenye He dhambi came because of you, the sinner, ili akuokoe. that he may save Sasa you. ukikubali Once you kwamba accept, umedanganywa na shetani, if you are lied by the devil, umerudia mienendo ambayo si mizuri, and you went back to the ndiyo evil way, maana that's why that God does not rudia listen. maneno haya nyuma. Repeat. Sema, Baba wa mbinguni, Say, oh Heavenly Father, nakushukuru kwa neno la leo. I thank you for today's word. Wewe unisikii. For you to hear me, Mimi nilikuwa nafikiri nimerogwa, I was bewitched, lakini kumbe sikurogwa. but I wasn't bewitched. Neno niliyoirudia It is the acts that I returned to ambayo niliyaacha kwanza that I had left at the ndiyo beginning. yamenifanya hunisikii. That these have made me not to hear. Mungu nisamehe. God, Kuanzia leo starting from today, matendo niliyoyarudia that I'm going na back to, yakataa kwa jina la Yesu, I shall start. kutenda matendo mema. I'm going back to do good acts. Narudia kusamehe, I return to forgive. narudia I kukutumikia, return to serve you. narudia I kunyenyekea return to be humble. tangu leo. Asante Bwana, Thank you, Lord. maana umenisikia. Kwa hayo I pray to umenisamehe. God to forgive Kwa me. jina lako Yesu Kristo Jesus aliye Christ. Bwana na mkombozi wangu. My Lord, Mungu, I thank the Lord, na hivyo naamini and I do believe you forgive na him. kuombea ile shida uliyo nayo I pray for you that ambayo forgive wewe him. unafikiria The umerogwa, one who thinks that you're lakini bewitched, amini sahihi, but believe now, amini sahihi, believe now, hakuna aliyekuroga. no one has bewitched Amini you. sasa, Believe now, hakuna aliyekuroga. no one has bewitched you. Amini Yesu anasamehe, Believe Jesus amini forgives. umesamehewa, Believe you've been na Yesu forgiven. anaenda kubadilisha He's maisha going yako. to change your life. Baba, katika jina la mwanao mtakatifu Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya yule ndugu anayenitazama sasa. Wewe ni Mungu uliye karibu, Mungu uponyaye. Baba, ninakuomba kwa jina la mwanao mtakatifu Yesu, Baba, ukaangalie yule ndugu ambaye amekubali kwamba alirudia matendo ambayo hayafai. Baba, ninakuomba kwa huruma zako, kwa sababu amekubali. Mungu Baba, ninakuomba kwa huruma zako uliyemtuma mwanao Yesu hapa duniani kwa ajili ya yule ndugu anayetazama sasa. Angalia jinsi anavyoumwa mgongo wake, angalia jinsi anavyoumwa na kichwa, angalia jinsi anavyoumwa na presha, angalia jinsi anavyoumwa na sukari. Wewe ni Mungu unayeponya alsa zilizo katika maisha yake. Baba, nyosha mkono wako Mungu Baba, gusa kila mateso, gusa kila shida, kila tumbo linalouma Baba, vunja kila kazi ya mwovu shetani, ukatie uzima sasa yule dada ambaye amejaa chuki, yule ndugu ambaye amejaa chuki. Baba, ukamsamehe na ukambadilishe, ukamuokoe, maana wewe ni Mungu. Baba, ninakushukuru kwa sababu umungu wa amani utendaye kazi iliyo hai. Baba, asante kwa msamaha, asante kwa kumponya, asante kwa kuvunja kila kazi ya mwovu shetani iliyo katika maisha yake. Ninaamini Kristo Yesu, wewe ulimwaga damu yako pale msalabani kwa ajili yake. Baba, asante kwa damu yako ya thamani ambayo hivi sasa wasafisha kila anayetazama, wasafisha kila aliye mdhaifu, wasafisha kila anayesikiliza sasa. Baba, asante maana umesikia na umetenda Mfalme. Ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, amen. Asante Bwana Yesu. Amen. Nimekuombea kwa Bwana. I prayed for you to the Lord. Mimi binafsi sina nguvu za kuponya, Personally, I don't have the power to lakini heal. Yesu aliyekufa kwa ajili yako But Jesus who died for your sake, ndiye anayejua he is the one who knows jinsi ulivyo the way you na are, ndiyo amekuponya. and that's why he has healed. Yeye amekuponya. He has healed you. Amini uponyaji, Believe in the healing. amini msamaha. Believe the Yesu forgiveness. mwana wa Mungu anaweza. Jesus, Son of God, is able. Mimi nimemalizia hapo, ndugu yangu mpendwa. Let me wind up, beloved brethren, from there. Ukitaka kunipata, If you want to reach out to me, kanisa napatikana Mbuya Kinawataka. I'm found in the church of Mbuyaki Nawataka, Kanisa linaitwa Miracle Revival Pentecostal Church. a church called Miracle Revival Pentecostal Kwa Church. hivyo nakukaribisha wakati wowote, Therefore, I welcome you at any pale time, popote ulipo. wherever you are. Pata nafasi. Get a Pengine time. maneno haya yamekugusa, If these words have touched you, karibu, I welcome you. utanipata. You'll find me. Nitaweza kusaidia zaidi I can help you more than that kimashauri, through counseling. na pengine uko mbali zaidi, unataka kunisikiliza kwa simu. Maybe you're very far, you want to listen via your phone. Kwa simu zangu waweza kunipata kwa simu hii You can find me on this phone contact 070 070 31 31 31 31
016 utanipata. You'll find me on that number. Si kwamba utapata mtu mwingine, utanipata mimi mwenyewe. You'll not find any other person, it will be me myself. Wengine una shida katika nyumba yako. Maybe you have problems at home. Mungu alinisaidia mimi. God helped me personally. Niliweza kushinda mambo ya nyumba. I was able to overcome. Nikaweza kushinda mambo ya zinaa. I overcame issues of fornication. Nikaweza kushinda mambo ya chuki. I overcame hatred. Njoo. So I welcome. Nitakufundisha mimi nilishindaje. I will teach you how I overcame. Nimekaaje na mke miaka hii yote. How have I been able to stay with a wife for many years? Na amani. And yet we have peace. Nitakufundisha. I will teach you. Na si kwamba nikufundishe unilipe. Not because I want to teach you that you pay me. Hapana. No. Yesu mwana wa Mungu, Jesus son of God, alikwisha kulipa gharama. He paid all the price. Pengine maybe wataka kusaidia kazi hii kwenda mbele. You want to support this work to go on. Simu ya kanisa, the church number, ambayo unaweza ukatuma msaada wako kwa simu hiyo. You can send your help on that phone number. 07 It is 07 52 52 62 62 81 81 91 and 91. Hiyo simu, that phone number, utaikuta iko kwa majina ya ndugu anaitwa Gilbert. You'll find it in the names of Mr. Gilbert. Lakini ni simu ya kanisa, iko kanisani. But it's a church phone number. Ukituma msaada wako, therefore if you send your help, unataka injili hii iende mbele, to support this gospel to go ahead, unataka tuzidi kuhubiri kwa TV, you want us to continue preaching on a TV station, ninakuomba, therefore I request you, tuma msaada wako hapo, send your help on that Mungu number. ni mwaminifu, and God is faithful. Atakubariki sana, will bless you indeed. Atainua biashara yako, He will lift your businesses, atainua maisha yako, He will lift your life up, atainua watoto wako, He will lift your children. Mungu akubariki sana. And may the Lord bless you so much. Mimi nabaki Pastor Moses Mwalie. I remain Pastor Moses Mwalie. Mfasiri wangu anaitwa Brian Asimwe. My translator is Brian Asimwe. Mungu awabariki sana. May the Lord bless you so much. Damu yake sasa nimeamua kumuimbia. Nina wimbo mpya moyoni wa kukusifu na kukuabudu. Mimi nimewekwa huru kwa damu yake, sasa nimeamua kumuimbia. Ananijali Yesu, ila sema
kutoka nyuma.